Lakini nitumie nafasi hii kupongeza sana serikali na hasa wizara kwa kazi kubwa ambayo imefanyika katika sekta ya mifugo. Bajeti ya mifugo mwaka 2021-2022 ilikuwa bilioni 66. Lakini bajeti ya mifugo mwaka huu 25-26 imekuwa bilioni 476. Bajeti imepanda kwa zaidi ya 600%. Hii ni kuonyesha kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inatambua nafasi ya wafugaji kwa vitendo, sio kwa maneno. Mara ukiona serikali na chama chake vinawasifia tu wafugaji, lakini kule kwenye bajeti hakuna kinachofanyika, maana yake ni kwamba havina dhamira ya kweli ya kuinua ufugaji na wafugaji katika nchi. Lakini dhamira ambayo imeonyeshwa na serikali ya CCM chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupandisha bajeti ya kilimo kwa miaka minne tu kwa zaidi ya 600% inaonyesha wazi dhamira ya kweli isiyoyumba na isiyotetereka ya kuinua eneo la kilimo na la ufugaji katika nchi yetu. Nakupongeza sana Mheshimiwa Waziri, nifikie salamu kwa serikali kwamba Chama cha Mapinduzi kinaridhishwa na jinsi ambavyo serikali inafanya kazi. Lakini nitumie nafasi hii kupitia kwenu kuwashukuru wafugaji wote nchini kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, ambayo inatafsirika kwa vitendo, ambapo pato la taifa katika nchi yetu ambayo linatokana na wafugaji peke yao ni zaidi ya 6.2. Hii ni ishara ya wazi kwamba wafugaji wako mstari wa mbele katika kuijenga nchi yetu, kulijenga taifa letu, kushiriki katika maendeleo ya nchi yetu. Hongereni sana. Lakini pia nitumie nafasi hii kuipongeza serikali, lakini pia kuwashukuru sana wafugaji na Watanzania wengine kwa kushiriki kikamilifu katika maendeleo mengine katika sekta mbalimbali za nchi yetu. Mmeona maendeleo makubwa kabisa kwenye sekta ya maji, sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya miundombinu, maendeleo ya jamii, lakini yote hayo yametokana na mchango mkubwa unaofanywa na wadau mbalimbali wakiwemo wadau wa ufugaji. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.